katika jina la Yesu, na unakamata damu yako katika jina la Yesu. Mlango wa bahari unaomiliki kibali kupitia damu, toka achia kwa jina la Yesu Kristo. Toka achia kwa jina la Yesu Kristo. Toka achia kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, saa hii ninapita kwenye kibali ya kazi iliyokamatwa kwenye uso wa ardhi. Saa hii shika ardhi yako kama unaweza kushika. Shika ardhi. Tushike uso wa ardhi kwa jina la Yesu. Ndio. Shika tu. Kibali cha mtu kwenye uso wa ardhi umefanywa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao. Umefanywa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao. Ndio. Anza kuisemesha ardhi. Anza kuisemesha. Naona ni wengi wamefanywa watoro na wasio na kikao. Naona watoro wasiokuwa na kikao hawapati kibali cha kupata kazi. Mwaka unaisha, mwaka unakuja, kibali chake imekamatwa, amefanywa kuwa mtoro na asiyekuwa na kikao. Kwa jina la Yesu, hiyo kibali kwenye uso wa ardhi iachiwe. Njoo kwa jina la Yesu Kristo. Nasema njoo haraka. Hiyo kibali chako kwenye uso wa nchi kiachiwe haraka. Toka. Hiyo kibali chako kiachiwe kwa jina la Yesu. Kiachiwe kwa jina la Yesu. Hiyo kibali chako kwenye uso wa nchi lazima iachiwe haraka. Toka, achia hiyo kibali chako. Hiyo roho ya kutangatanga iliyowekwa, achia. Yes, sema achia. Nyanyuka hapo ulipo, sema achia. Achia kwa jina la Yesu. Kibali kilichowekwa katika ardhi kwa jina la Yesu Kristo. Sema achia. Nyanyua mikono yako katika jina la Yesu. Sema achia kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Sema achia. Paka hapo nyumbani, sema achia. Kibali kilichowekwa kwenye ardhi katika jina la Yesu. Fanya kitendo cha imani cha kufukua hicho kibali kilichowekwa kwenye ardhi. Fanya kitendo cha imani katika jina la Yesu. Kibali chochote kilichoshikiliwa kwenye ardhi katika jina la Yesu, fanya kitendo cha imani. Fukua hicho kibali. Hata kama wamezika kwa mnyama aina fulani, fukua hicho kibali katika jina la Yesu. Fukua hicho kibali katika jina la Yesu. Fanya kitendo cha imani. Fukua hicho kibali. Fukua katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu. Shikilia zile namba za mitihani. Wewe kama ni mwanafunzi, shikilia hiyo namba ya mtihani. Shikilia hiyo namba ya mitihani. Nyanyua juu. Yes. Nyanyua tu juu. Hata kama unatusikiliza huko nyumbani, umeandika namba hiyo mitihani. Nyanyua juu hiyo nani yako kwa jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu. Nyanyua juu hiyo namba ya mtihani. Nyanyua tu juu. Sema, Bwana Yesu, kila roho iliyoambatanishwa kwenye namba ya mitihani, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa nashika kila roho iliyoko kinyume na hii namba ya mtihani katika jina la Yesu.
Shetani, achia. 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 Achia ufahamu wangu kwa jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana, pambana na kila nguvu iliyokaa katikati ya hiyo namba kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Achia, 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 achia. Karaba sakoraba santa rumaria basakura basainda. Chilia mko damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipite kwenye hizo namba za mitihani. Yesu pita kwa damu yako. Yesu pita. Damu ya Yesu napita. Damu ya Yesu napita. Damu ya Yesu napita. Hata watoto waliyekuwa bodi. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Vikatoe kipali chao. Kila mtoto vikamatwe kipali yao. Kipali ya damu ya Yesu. Pita. Pita. Zaida moto ya Yesu. Zaida. Father, kama watoto wako bodi. Huko mahali hapa na unasikiliza kwa njia ya redio, damu ya Yesu nena mema, inene mema, inene mema, inene mema, inene mema juu yako. Ila watoto wetu, Bwana amesema watoto wetu watafundishwa na Bwana, amani nyingi itakuwa ndani yao. Bwana, 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 usishindwa. Pita kwenye hiyo mitihani yao. Pita kwenye hizo namba zao. Pompa, pompa, pompa. Peleka watoto wako mbele za Bwana. Ndio taifa la kesho. Kadri ya msalaba, fikia neno la Bwana. Fikia watoto wetu. Pia kwako waliyekuwa la kwanza mpaka la saba, waliyekuwa form 1 mpaka form 6. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Moto ya Yesu. Wingu la roho ya Bwana. Wingu la roho ya Yesu. Pita. Tunainunua watoto wetu na damu ya Yesu. Mitihani yao haitakamatwa. Mitihani yao, shule zao, bodi zao, tunaachilia damu ya Yesu. Pita Bwana. Damu ya Yesu pita. Damu ya Yesu pita. Pita Yehova Shalom. Pita tawala Yesu. Sikia kumshukuru Mungu kwa ajili ya kibali alichoachilia kwako. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya kibali alichoachilia juu yangu. Mwambie asante. Naona watu kama wamevaa vazi la kibali. Kuna watu wamevalishwa kibali kama vazi. Kibali kama vazi. Ero ungekuwa unaona tunachokiona. Sikia kumshukuru Mungu kwa ajili ya kibali alichoachilia. Naona watu ambao Mungu ameachilia kibali juu yao. Kibali kama vazi. Hallelujah Bwana. Hallelujah yetu ya Tanzania na juu ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Yesu. Tunakushukuru Bwana. Tunakushukuru Bwana. Mpe shukrani. Mwambie ninakushukuru. Mwambie ninasema asante. Mwambie ninasema asante Bwana kwa kunirudishia kibali kilichopotea. Mwambie asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante. Nataka sauti ya mtu mmoja anayesema asante. Ndio, asante. Ndio. Hiyo sauti inatoka kwako. Ndio. Hiyo sauti inatoka kwa huyo anayetazama. Hiyo sauti inatoka kwa waliokaa kule nje. Kwa waliokaa kule nyuma. Mwambie asante kwa kunirudishia kibali. Paka hapo napo tutazama. Ng'ang'ana na Bwana. Mwambie asante kwa ajili ya kibali ulichoachilia. Wataje watoto wako kwa ajili ya kibali alichoachilia.
kwa watoto wako, kwa ajili ya kibali alichoachilia kwa mke wako, kwa mume wako, kwa watoto wako, kwa wazazi wako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye kila kitu alichokiachilia kwa. Nataka nisikie mtu anayesema asante. Paka kule nyuma. Nataka nisikie sauti ya mtu anayesema asante. Ndio watu wanajimimina. Watu wamejimimina. Wanasema asante. Bwana Yesu, watu wako mahospitalini. Wanasema asante. Watu wako mashambani. Wanasema asante Yesu. Watu wako majumbani. Wanasikiliza kwa njia ya radio. Wako wengine Bwana wanasikiliza kwa njia ya mtandao. Wanasema asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Sema asante Yesu. Naomba nyanyua mikono yako tena. Uwepo wa Mungu umetufunika. Nilikuwa nasikia sauti ya Roho Mtakatifu ikiniambia kibali kinaambatana na upako wa Mungu. Kuna watu wameshukiwa na upako. Waliporejeshiwa kibali, wameshukiwa na upako. Wamesikia wepesi. Umepenya ndani yao. Wamesikia wepesi. Ule uzito umeondoka. Mambo yao yaliyokuwa yamefungwa, yamefunguka. Ndio Yesu. Kuna watu walikuwa hawana raha. Mioyo yao mizito. Yesu anaitengeneza. Maana kibali ameshachi. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya vijana na mabinti. Sema Baba Mungu, na waleta vijana mikononi mwako. Nyanyua mikono yako juu kabisa. Na waleta vijana mikononi mwako. Vijana wa kike na wa kiume. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu, najua ya kwamba umeandaa mema juu yao. Katika jina la Yesu, tunaomba kwa ajili ya wale waliofikia majira ya kuolewa. Wakaolewe Bwana. Katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana juu ya wale vijana wa kiume waliofikia umri na wakati wa kuoa. Wakaoe Bwana. Katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, maana umesikia. Naomba nyanyua chochote ulicholeta mbele za Bwana katika hema hii. Nyanyua chochote ulichobeba siku ya leo. Mungu Baba, katika jina la Yesu. Wako watu wanatusikiliza kwa njia ya mtandao na kwa njia ya radio. Nao wameweka vitu vyao Bwana juu ya radio. Na wengine Bwana wameweka kwenye laptop zao au kompyuta zao Mfalme. Wengine wameinua Bwana picha, wengine madaftari, wengine Bwana kadi za benki Bwana. Wengine Bwana maji, wengine vifaa vya shuleni Bwana. Katika jina la Yesu, wengine pochi zao, wengine wallet zao. Mungu, wengine maji, wengine fruto, wengine chumvi, wengine mafuta, wengine barua za kazi Bwana. Wengine mahitaji mbalimbali, wengine nguo za wagonjwa, wengine vitu mbalimbali ambavyo hata Bwana sijavitaja. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba nguvu zako Bwana, na nguvu ya utukufu wako ikapate kuwafunika sasa katika jina la Yesu. Bwana, nakataa roho za mashambulizi na roho za malipizi juu yao, maana mapepo na majini
na wachawi na waganga